Asubuhi ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, Jumamosi ya dabi ya Kariakoo, dabi ambayo imesubiriwa kwa hamu kubwa kweli kweli. Ukiacha na yale yote ambayo yanaendelea, lakini tayari Mpenja TV tumefika hapa kuhakikisha kwamba tunakuletea habari zote kabla ya muda wa mchezo na muda wa mchezo wenyewe ukifika, pengine hata na baada ya mchezo huo kumalizika. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trend. Hii ni Mpenja TV, tunazungumza michezo na tunapewa nguvu kubwa kwa udhamini wa Parks Transportation Service. Hawa ni wasafirishaji wa mizigo hapa Tanzania. Yani kama unahitaji kusafirisha mzigo wako eneo lolote la Tanzania, basi hakikisha unawasiliana na Parks Transportation Service PTS, ambao ofisi zao ziko pale Mwenge karibu kabisa na stendi ya mabasi ama karibu na uwanja ule wa KMC Complex. Lakini pia Shekilango unaweza kufika pia kwenye ofisi zao ambazo zinapatikana pale Kariakoo mtaa wa Muhonda. Lakini pia nazo habari njema kutoka kwa wakali wa muda wote wa kusafirisha wa kukopesha simu. Hapa nazungumzia Mandasi Store. Hivi kweli mpaka hivi sasa unajiuliza nitapata wapi simu original lakini pia kwa bei rahisi ambayo itakuwa ni original kweli kweli? Mimi nakupa chibu ambalo unaweza kupata simu ya mkopo ambalo ni Mandasi Store. Ni wauzaji ni wakopeshaji wa simu ambao unaweza ambao unapatikana karibu mikoa yote, lakini pia unaweza kupata simu kwa mkopo. Mteja utalazimika kuja na vitu viwili. Vitu hivyo viwili ni vitambulisho lakini pia na hela kidogo. Kati ya vitambulisho hivyo ni kitambulisho cha mpiga kura, lakini pia kitambulisho cha taifa ama leseni ya gari. Katika hivyo vitatu unaenda kwenye maduka ya Mandasi Store na kujipatia simu yako kwa mkopo na kulipa kidogo kidogo. Maeneo ambayo yanapatikana Mandasi Store, Dodoma wako, Makambako hapo, Morogoro pia wapo, Mwanza, Dar es Salaam hapa ndo wamejaa, Ukonga, lakini pia Mwanza wapo, Makumbusho, Chanika mwisho unaweza kufika hapo ili ujipatie simu ya mkopo kutoka katika maduka ya Mandasi Store. Nilikuwa nikikuelezea habari kuhusiana na mchezo huu wa dabi ya Kariakoo kwa maana ya Yanga na Simba kwenye uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Hapa yamezungumzwa mengi, ikiwemo tafrani ambayo ilijitokeza kwenye geti la kuingilia magari pale ambapo klabu ya Simba iliwasili hapa usiku kwa ajili ya kuja kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya kucheza mchezo huo dhidi ya Yanga, mpaka kupelekea kutoa barua ambayo inaonyesha msimamo wao wa pengine kuacha mchezo huu kutokwenda kucheza kutokana tu na ile tafrani ambayo imetokea. Lakini pia klabu ya Yanga imeweza kuandika barua kupitia ukurasa wake wa Instagram, na kama ifuatavyo ndivyo ambavyo barua imesema. Inasema uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa mchezo wetu ligi kuu ya NBC uliopangwa kucheza leo tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 dhidi ya Simba saa 1:15 usiku upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Young Africans kama mwenyeji wa mchezo tunaamini taratibu zote za mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Young Africans utapeleka timu uwanja wa Benjamin Mkapa kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni na hakutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Lakini pia tunawalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mkoani, nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Barua hii ikiwa imeandikwa na mtendaji mkuu Andre Mtine, Young Africans. Kwa hiyo yote hayo ambayo Simba wameandika barua kwamba hawatacheza, lakini Yanga wao wamekuja na barua kwamba wanakwenda kucheza mchezo na uko pale pale, hakuna ambacho kitabadilika. Niko hapa namuona shabiki wa klabu ya Simba na jezi yake amefika mapema kulikole. Bwana, uko vizuri? Niko vizuri sister, mambo vipi? Kama kawaida. Kwa namna ambavyo mambo yameendelea, nilitegemea pengine nisikuta jezi za klabu ya Simba hapa, lakini wewe nimekukuta. Mimi ni mwana Simba kindaki na hakuna mwana Simba mshamba wala hakuna mwana Simba muoga. Hatujawahi kuogopa. Tunaogopa nini sasa kwa mfano? Cha kuogopa nini labda kwa? Hatuwezi kuogopa kitu kwa sababu tunajiamini, tuna timu iliyoko bora na tumekamia hii mechi. Kwa sababu kwa nini? Hawezi kutufunga mara 5 mfululizo. Haiwezekani, hana historia hiyo.
Kwa hakika leo pointi 3 tunazichukua mikononi mwake na tutatangaza ubingwa tukishachukua pointi 3 kutoka kwake. Na ni miongoni mwa mashabiki ambao mnatamani kuona dabi hii ikichezwa muda ule ambao ulipangwa. Tulitamani kuwa hivyo, maana kama kuna mabadiliko, kuna mambo yanaendelea mtandaoni kwamba kuna mabadiliko ya hapa na pale, lakini hatujajua zaidi, ila kiukweli natamani sana muda ule tulopangiwa, watu wakishafuturu kila kitu, mambo yashakaa sawa, tuingie mchezoni. Yes. Na pengine unawasihi nini mashabiki wengine kwa hiki ambacho kimetokea? Ni kama unaenda tofauti na kile ambacho timu imekizungumza. Hata mimi hapa matokeo kuja kuyapata hapo uwanjani. Nilipofika tu hapo, maana mimi nitokea Dodoma, nafika nilitarajia toka ilivyotangazwa, nilijua kabisa muda ni ule na nimefika muda tajwa. Niko hapa kwa ajili ya kusubiri mechi. Sasa mpaka sasa hivi bado sijaelewa kiundani zaidi. Pengine unawasihi nini viongozi kuhusiana na swala hili ambalo linaendelea? Masuala kama haya viongozi wetu kiukweli wao wanajitahidi kwamba wawe makini na ratiba zao, kwa sababu unapokuwa tayari umeitisha michezo kama hii, umeanzisha michezo kama hii na umepangia watu muda, watu watoka mbali, watu watoka mpaka Zambia, watu wanakuja kuangalia mechi. Alafu leo hii unajua waambie tu umeisha muda, mara sijui na nini. Mimi sijajua kama labda wameshapeleka muda mbele au mara wanasema unagaidi, sijajua zaidi. Wewe unatamani kuona mamlaka yakizungumza nini? Natamani mamlaka iseme chochote kitu juu ya hili. Tena isibadilishe, naweza kusema isibadilishe. Kwa nini ibadilishwe? Kwa nini ibadilishwe? Maana kienda kubadilisha kuna namna pengine wamekamia, lakini kiwalisia mimi sitamani ibadilike. Natamani iwe pale pale. Yes. Sawa, basi mimi nikuhusihi tu ukapata simu ya mkopo kwenye maduka ya Mandasi Store. Okay, asante sana. Taenda kuchukua? Yes, of course. Utafika kwenye duka lipo. Umesema toka Dodoma? Natokea Dodoma. Basi pale Dodoma pia lipo duka la Mandasi Store. Unaweza ukafika pale na upate simu yako ya mkopo. Asante sana. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Big up sana.